Kuchambua Biblia ni kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu nyosha daftari lako juu. 1, 2, 3. Wewe ambaye una daftari, ina maana hujui kusoma, hujui kuandika, au tu kwa sababu tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumekuja kujifunza neno. Yes. Sawa. Amina. Elimu ya neno ina gharama. Ndio maana sio kila mtu anaweza kuifafanua Biblia. Sio kila mtu anaweza kuifundisha Biblia. Yes. Ndio maana fuatilia, wachungaji wengi watakwambia imeandikwa, lakini akwambia imeandikwa ni kitabu gani, Agano la Kale au Agano Jipya. Lakini anaweza tu kuambia tu imeandikwa. Ukimuuliza imeandikwa wapi, akwambia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa sababu Biblia ni kitabu ambacho kinahitaji nguvu ya Mungu, maarifa ya Roho Mtakatifu, Yes. uwezo wa Roho Mtakatifu, Amina. ili uweze kuifahamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa wewe ambaye uandiki, usemi amina, walaki umekuja kutushanga. Yes. Mwangalie jirani yako usoni. Muulize unaandika? Unaandika? Unatafuna nini? Unatafuna nini? Amekujibuje? Utafuna jojo. Wewe utafuna jojo uteni sasa. Tupoka sana. Kwa siku moja nitakuja nikufundishe kwa nini unapotafuna jojo afu baadaye meno unakuja kuumba. Kwa sababu maisha yako unapokuwa na nani. Bwana Yesu asifiwe. Ipo siku moja nitakufundisha Bwana akiniruhusu. Sawa? Amen. Andika somo letu, roho zinazo kandamiza au kuwaonea wanadamu. Roho zinazo kandamiza au kuwaonea wanadamu. Roho zinazo kandamiza au kuwaonea wanadamu. Haleluya. Amina. Kisha andika ile kichwa chako. Watu wengi tumekuwa kwenye jamii ambayo tunajua roho zinazotesa watu labda ni roho za magonjwa au roho za umasikini au roho za madeni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini kuna roho nyingi sana ambazo zinatesa wanadamu pasipo wao kuzijua. Yes. Kwa sababu kisoma Biblia, msomaji nisomee kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 15. Anzia 13. Amina. Neno la Mungu linasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Maisha. Nenda mpaka 17. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyofanyaje na visivyoonekana. Sasa watu wengi tumeshazoea kuviona vile vitu vinavyoonekana. Biblia inasema viliumbwa vilivyo mbinguni na juu ya nchi. Sisi tupo juu ya nchi, sio chini ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wewe ambaye upo juu ya nchi unapishana na viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana. Amina. Hata wanadamu wengi wamejaribu kutengeneza vitu kama hivyo. Yes. Mfano, kama ushawahi kutuma pesa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa hivi unaweza kuwa umekaa lakini kuna pesa zinapita zinaenda sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haionekani imepita lakini mtu asikia tumethibitishwa. Yes. Sasa basi, kitu kinachoweza kukutesa leo sio kitakachoweza kukutesa kesho. Yes. Uharibifu unaanzia leo. Ndio. Alafu matokeo unayaona kesho. Kabisa. Shetani huwa ni mfanyabiashara. Kwa nini tunasema ni mfanyabiashara?
Yeye haleluya. Amina. Yeye binafsi Ndio. anakuumiza, afie mwenyewe anakwambia neno kajizuru. Yes. Shetani ni roho. Ameambia madini 9. Alikuwa ni malaika wa sifa mbinguni. Ndio maana haleluya. Ndio maana shetani kama shetani, yeye kama yeye sasa. Akitaka kumtesa mwanadamu, anaangalia wewe ni msomi au ni mjinga. Ukiwa msomi anakuja hivyo kisomi. Yes. Ukiwa mjinga anakuja hivyo mjinga. Kabisa. Alimfuata mwanamke katika bustani ya Edeni. Akamwambia, "Hati Bwana Mungu kasema msile matunda." Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sio tunda. Matunda. Mwanamke naye kwa kujua anaongea na nyoka, kujua shetani ndani ya nyoka, akasema matunda yote tutaweza kula isipokuwa ya mti wa ujuzi wa kujua mema na mabaya. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shetani hapo akachomeka kaneno asema, Bwana Mungu anajua siku mtakapokula mtafanana naye. Kwa mwanamke akatazama ule mti, akaona unatamanika kwa chakula. Akachuma, akala, akampa na mwenzi wake, wakala, wakajiona wapo uchi wote. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa viumbe vinavyoonekana ni vingi sana kuliko visivyoonekana. Amen. Nisomee kitabu cha Marko sura ya 5. Marko sura ya 5, somee hapo. Mstari. Anzia wa kwanza, wakavuka mpaka ng'ambo. Amina. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu. Alikutana na nani? Na mtu. Ambaye ametoka makaburini. Ambaye ametoka wapi? Makaburini. Huyo mtu ametoka wapi? Makaburini. Makaburini. Mwenye pepo mchafu. Mwenye nini? Pepo mchafu. Kwa nini hakusema nimekutana na pepo? Alisema nimekutana na mtu. Yes. Tena huyo mtu ana pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale. Makao yake yalikuwa pale makaburini. Yes. Wala hakuna mtu yeyote. Aliyeweza kumfunga tena. Hata kwa minyororo. Hata kwa nini? Kwa minyororo. Hata kwa nini? Kwa minyororo. Kwa minyororo, sio kamba. Minyororo. Yes. Kwa sababu alikuwa amefungwa. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi. Kwa pingu na minyororo. Alifungwa kwa pingu na minyororo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini baada ya kufungwa akaikata ile minyororo. Akakata ile minyororo. Na kuzivunja zile pingu. Zile pingu. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende pamoja hapo. Roho zisizoonekana. Roho zinazotesa wanadamu. Roho zinazokandamiza wanadamu. Wewe unateswa na roho gani? Hiyo roho inaonekana. Hiyo roho unaifahamu. Ni roho namna gani? Nimekutajia roho 4 ambazo wengi wanazifahamu kwamba ni roho ya magonjwa, roho ya madeni. Rudisha rohoni, kwa maana vita vyako sio vya mwilini. Kabisa. Kwa maana siku zote wewe mtu ambaye umeokoka, kwa kumaanisha usije ukaenda kufanya kesi na mtu ambaye hajaokoka, atakushinda. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kushinda. Yes. Wewe atasema, ninaye Mungu atanipigania, ninaye Mungu atanitetea. Ni sawa. Lakini ukishafika tu pale, utaona kitakachotokea. Kila mtu ataanza kukushambulia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu vita vyako ni vya rohoni. Wewe ukishambuliwa, ingia magotini, ingia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haribu kila kitu, mipango yote haribu. Yes. Maana utakalolifunga duniani na mbinguni liko limefungwa. Amina. Endelea kusoma. Na siku zote, usiku na mchana. Na mchana. Alikuwako makaburini. Na milimani. Sasa jiulize swali moja. Ni usiku, makaburini anaenda saa ngapi? Ni usiku, mlimani anakwenda saa ngapi?
siku zote, usiku na mchana alikuwa hapo makaburini na mlimani. Tukisema kaburini kwa Ufunuo haraka haraka upo kama mara 3 hapo. Ufunuo haraka haraka kwamba kile unachokifanya kinakufa. Tukisema mlimani, kile unachokenda kutafuta unakikosa, yani ukija kukipata umeteseka sana. Yes. Haleluya watu. Amina. Akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Yani anakuwepo makaburini na mlimani. Kwa akienda mlimani, akiwa makaburini anapiga kelele. Yes. Akiwa mlimani anajikatakata kwa wale mawe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa jiulize swali moja. Hizo Biblia inatamka kwamba ana pepo mchafu. Sio na mapepo wachafu. Lakini ndani ya pepo mchafu kuna siri ya jeshi limejificha pale. Akapiga kelele na alipomwona Yesu kwa mbali. Alipiga mbio na akamsujudia. Akapiga kelele kwa sauti kuu. Akasema, Nina nini na wewe? Yesu. Mwana wa Mungu uliye juu. Na kuapisha. Kwa Mungu usinitese. Yes. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Mimi nakuuliza, hilo tatizo linalokutesa jina lake ni jina lipi? Je, ni umaskini? Je, ni magonjwa? Kila kitu kina majina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina lako ni lipi? Jina la tatizo lako ni lipi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ninapenda kujifunza na bado nitaendelea kujifunza. Amen. Kwa sababu bado mwanafunzi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini ninapenda kujifunza? Ninajua Biblia ni sauti ya Mungu kwa njia ya maandishi. Kwa ni lazima nisome Biblia. Ninataka au sitaki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tabia ni kama ngozi. Yes. Tabia yako ukijizoesha kusoma Biblia, mimi nakwambia hivi, usiposoma unakosa amani. Yes. Si roho anayekaa ndani mwako unakuja hapa chakula chake. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa wiki unamlisha roho yako mara moja, yani Jumapili tu. Mwili wako unaulisha kwa wiki mara 7. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Halo. Amen. Mchana tena mara 7. Usiku tena mara 7. Inakuwa mara 20 ngapi? 21. Afu roho yako imekula tu siku moja tu. Hapo ni mara 3. Kipi kitakuwa kina nguvu? Mwili. Si mwili? Yes. Shetani akija utaweza kumshinda? Adui akija utaweza kumshinda? Mateso akija utaweza kuyashinda? Ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi, ombeni msije mkaingia majaribuni. Amina. Maana kuna kipindi cha kuomba. Yes. Kuna kipindi cha kutafuta uso wa Mungu. Amina. Kuna kipindi cha kumuita Mungu. Amen. Kuna kipindi cha kumbembeleza Mungu. Amina. Upo kwenye majira gani wewe? Mungu amekuweka. Mungu mara nyingi anatumia kitu ulicho nacho. Yes. Una nini wewe? Kitu gani kinakutesa? Kwa sababu watoto ambao ni maarufu au watu ambao ni maarufu huwa wanateswa sana. Na kuteswa kwao huwa kunaanza hivi. Kama ni wazazi wataachana. Wasipoachana mzazi mmoja atakufa. Yes. Kama ikitokea wameishi wameng'ang'aniana wale wazazi, kama mzee alikuwa anafanya kazi atafukuzwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kama alikuwa anafanya kazi au kama amefukuzwa kazi, alikuwa anafanya biashara, hali mambo yatavurugika. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Huyu mtoto asisome. Yes. Kwa sababu akisoma ataisumbua dunia. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio maana Yusufu alikuwa ni seremala mzuri sana. Lakini Yesu alipozaliwa tu, malaika akamtokea, mchukue mtoto na mama yake, kimbilia Misri. Nilikuwa na vitanda vya watu na makabati ya watu hapa. Niwape kwanza vitu vyao. Ofisi yangu, nauli mbona hujanipa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hani manake Yesu alipoingia tu kwenye familia ya Yusufu akafilisika. Yes. Sababu alitumia nauli kwenda Misri. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jiulize tu swali la kawaida. Kule Misri alikuwa na ndugu. Alikuwa na nyumba. Alifikia kwa nani? Ndio maana kuna
watoto wengine tangia wazaliwa kwa hizo familia ndio chanzo cha umasikini. Hujanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza kukuta siku unazaliwa wewe ndio mama yako alifukuzwa kazi. Ndoa ya mama yako ikawa vurugu. Kila siku mama yako akaanza kupigwa na baba yako. Kila siku ikawa ni kelele ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini jifunze ni roho gani zinapambana na nyinyi. Yes. Kwenye familia yenu kuna roho za aina gani? Ndio. Kuna roho za watu gani zinazoonea nyinyi? Yes. Ni watu gani wanawatesa nyinyi? Unateswa na roho gani? Ni nini kinachokutesa? Kwa sababu kuna roho, hata roho ya chuma ulete kwamba ukipata kitu kinapita tu au kinaharibika. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukipata hela inaanza kuzungumza, nipeleke mjini. Kama Dar es Salaam hapa nipeleke Kariakoo. Ukifika Kariakoo kila duka utaingia. Nitolee na hizo, nitolee na hizo, nitolee. Hela zikishaisha. Unasikia moyoni wako. Au ukileta vile vitu unaanza kuvigawa. Chukua kazawadi yako, chukua kazawadi yako. Hana jikuta, hani umetoa hela yako, una akiba. Hani wewe. Ngeuke jirani yako au usimwambie chochote, anajua anachokifanyaga akipata hela. Ngeuke jirani yako. Anajua anachokifanyaga. Hani akiwa na hela ataenda kama ni mbezi hapo, hataanza. Hivi. Kama ni mtu anayeshtuaga ataenda siku hiyo. Mda mbili rafiki yangu. Vipi na rafiki yangu? Mda tatu huyo. Tano bili yao. Zungusha kama tulivyo. Wewe jikoni huko. Kitu kinachojikanga chenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akija kuangalia hela zimeisha. Mwisho wa mwezi anaanza kusubiria tena. Ni roho gani inakutesa? Je, ni roho ya masikini? Je, ni roho ya magonjwa? Ni roho namna gani? Yesu akasema mjue ni roho za namna gani mlizo nazo. Yes. Una roho namna gani? Muulize jirani yako una roho namna gani? Una roho namna gani? Amekwambiaje? Amekwambiaje? Hello. Endelea kusoma. Amina. Akamjibu, jina langu ni Legion. Kwa kuwa watu wengi. Wapo wengi. Lakini Yesu asema wewe pepo mtoke mtu huyu. Lakini anakuambia tupo wengi. Sasa wengi wangapi? Kwa hesabu ya haraka watafiti wa Biblia walisema haya mapepo yalikuwa 2000. Sasa mapepo 2000 yanakaa ndani ya mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mapepo 2000. Ona hayo wangapi? Hello. Amen. Kwamba una hayo wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna kwa wewe hapo wangapi? Mapepo 2000 ndani ya mtu mmoja. Ndio maana zile pingu walikuwa nakata. Ile minyororo anaikata. Pingu anavunja. Alafu akienda anajipiga kwenye mawe. Yes. Kumbuka rafiki yangu mmoja nilimsindikiza kwenye harusi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikiwa kama besti wake. Yes. Alikuwa anapiga jiwe kabisa, unaviona jiwe mpaka damu zinamtoka mpaka ule mguu ulipinda. Anakuambia akipiga hivyo anajisikia raha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini yale maroho kuja kuondolewa hivyo. Wewe ndio ujikwaa tu kidogo utasikia. Tumishi, niombe. Naomba mguu. Simu na hii. Ukati kuna mtu anapiga jiwe. Hello? Mbona roho namna gani? Wewe jirani yako. Kila mtu hapa kuna roho inamuonea. Hata unanitazama, hata unanisikiza, kuna roho inakuonea. Yes. Wengine wanaita ni tabia ya asili. Mizimu ya kwao. Unasikia tu machani akanicheza. Baada ya kukucheza akafanyaje? Hello? Nikamshtukia. Baada ya kumshtukia. Hello? Amen. Roho inayokutesa ni roho aina gani? Roho inayokuonea ni roho aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Endelea kusoma. Akamsihi sana. Akamsihi sana. Asiwapeleke nje ya nchi. Yaani
pepo wanamsihi usipeleke nje ya wapi? Nchi ile. Kumbe Yesu anaweza kukupeleka nchi za nchi au nje ya nchi? Nje ya nchi. Au nchi jirani? Halo? Amen. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata hapo Kenya, Uganda, yes, Burundi, Kenya wasome na nchi za nje, sio? Ndio. Lakini ukifika pale ukisimama pande huu Tanzania pande huu Kenya unasemaje? Ingia. Halo? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo Yesu huyo. Ndio. Huyo Yesu mwenye uwezo wote. Yes. Tukusaidie leo. Amina Baba. Hiyo roho inayokutesa, inakuzia usipige hatua. Unapiga hatua 2, unarudisha 3. Unaanza tena upya. Unaweka mwenyewe unafikiria tu 500,000. Wewe mwenyewe unaanza kusema chukua kalaki nitabakiza 400,000. Chukua nitabakiza 300,000. Chukua 50,000. Mara kidogo nasikia simu mama Abi amepiga. Mama Abi, niazime 70 hapo. Hadi kesho tu nikitoa mzigo na kurudishia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie na bosi na sasa shoga yangu. Mwisho na kutolea. Hiyo imefika. Yule mzigo hajaja kuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbona kwa sababu ilikuwa 300,000. Ilikuwa 300,000 kutoka 70. Anasema ngoja ni ile 30 nitairudishia. Wala ameenda mbele kukutana kile kiatu cha gorofa kile. Zinazoke 45 asikie 25, 20. Niko pia 2. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatoka pale kule gauni lile usiniangalie mara 2. Kutana nalo gauni shingapi? Pata kwa gauni hilo nani kaona kitoka tena hapo. Kaela kabisha kala 5. Unaanza. Unasikiaje? Halo. Unaweza kaniazima kwa 50,000. Alafu nitakupa kesho kutu. Yaani alikuwa na 500,000. Anaanza kutaka kukopa. Alafu 50,000 yenyewe aliomba, anasubiri alipo na mama Abi ndio naye tena akalipe. Kwa hiyo alichokifanya anaenda kuchukua kausha dawa. Fatamu. Yes. Unaona unaingia kwenye madeni? Ndio. Bwana Yesu asifiwe watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe watu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukishindwa kujiwekea nidhamu, ndio, ukashindwa kujiwekea mipaka, yes, basi yuko mtu anayekutawala. Kuna kitu kinakutawala. Yes. Miamko, hisia zako, muonekano, kuiga hivyo. Ishi maisha yako. Amina. Ishi maisha yangu. Maisha yako unayajua. Yes. Kama ni mlo mmoja, ishi hayo hayo. Kabisa. Sio siku zote utakula milo mitatu. Sio siku zote utakula mlo mmoja. Yes. Kwa sababu Yesu alishatoa ahadi. Wewe na Elia leo kuna wakati utacheka. Bwana Yesu asifiwe. Kama uwezo wako ni wa kuvaa, mnahitaji zile kanda mbili. Yes. Au yebo au cha gorofa kile. Hebu mnapata viatu vya gorofa vizuri nyewe. Maadui zako na wakanyagia tu hivi. Yes. Nguo, mtumishi nguo yenyewe sina. Huo Mungu amekupa nini? Mkanyagio. Bwana Yesu asifiwe. Kwani kuvaa kiatu cha gorofa ni shilingi ngapi? 30,000. Hicho sio hicho. Inategemea. Mimi najua kiatu cha gorofa kinaanzia. Umemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 90 na kuna cha 1,500. Yes. Alichotoka kivaa hicho. Ndio. Anapoota naona. Hadi ndio unaonekana unakanyaga. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey! Lakini unaloza ina gani? Wewe kila siku 4,000, 3,000, 3,500 kila siku. Badilika. Wewe una kiatu cha bei hata 1,000. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi miguu yangu na nikivaa kiatu kila katika siku moja. Wenye miguu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe vaa kama katika siku moja, si Mungu anakupa tena hela. Halo? Amen. Ukatae roho za umasikini. Amina. Haya, unayeandika sasa. Tutakuwa na maombi 12. Amina. Utaandika maombi 12. Yes. Utayaleta wiki la mwisho, hadi Jumapili ya mwisho wa mwezi wa 12. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao maombi 12 unaweza ukaanza kuyaandika leo.
ila matatu unaweza nikakupa: uchumi, afya na mahusiano. Hayo unaweza ukayaandika, kwa sababu uchumi wako lazima uwe mzuri, afya yako iwe nzuri, mahusiano yako yawe mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ila hayo mengine unaweza sasa ukaongozwa na Roho Mtakatifu, au akili yako ikakuongoza, au hisia zako zikakuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu akasema, ombeni msije mkaingia majaribuni. Usipoombea uchumi wako, usipoombea afya yako, usipoombea mahusiano yako, yakija kuleta shida, hata kusali utapachukia. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ipo hivi. Haya maombi unaweza kuanza kutunga leo tarehe 30 huu mwezi wa 11, maana yake una mwezi mzima. Bwana Yesu asifiwe. Sawa? Sikulazimishi kuandika moja moja au kuyakusanya. Ila kama utaweza, ushauri wangu mimi mtu wa Mungu kwa uzoefu nilionao kwenye kazi ya Mungu, leo unaweza kuandika machache, ukakata wiki moja na nusu, ukakusanya na mengine ukaandika. Ukakata na kidogo ukaandika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu leo unaweza ukayaandika yote, alafu kesho ukakutana na shida au na jambo ambalo ni kubwa, ni zuri, ambalo ni kwa faida yako na kizazi chako. Pale nafasi imeshajaa, unafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Kufuta unashindwa kwa sababu yote ni ana muhimu. Maombi 12. Kuna maombi 12 tutajiungamanisha na shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama ni bahasha, utachukua bahasha ngapi? Ngapi? 2. Bahasha kuwekea maombi na bahasha kuwekea shukrani. Usichanganye hiyo shukrani yako huko. Maana ile maombi mimi sitafungua. Huwa ninachoma moto, ule moshi unapokwenda juu, kwa sababu ni maombi ya watakatifu manukato. Kwa hiyo ukichoma hivyo, ukija kuchoma, kama kuna hela zitaungua. Ishatokea. Umeshanielewa? Kwa sababu maombi unakuwa umemwandikia Mungu, sio mimi. Mimi ni mjumbe na wakilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakuwa na bahasha ngapi? Bahasha moja ni kwa ajili ya sadaka yako ya shukrani, na bahasha nyingine itakuwa ni kwa ajili ya maombi. Sema utofauti wako, utofauti wake utaandika tu majina pale. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na bahasha zako utaandika pale, kwa mimi nitakuwa najua kwamba hii ni bahasha shukrani yake hii hapa, hivyo najua namna ya kuomba. Hayo maombi 12 tutaleta kwenye madhabahu hapa. Najua Mungu atafanya jambo. Na ukitaka kujua huyu Mungu ni wa ajabu na mahali hapa ni pa ajabu, panatisha kama nini, maombi hayo unaweza ukayapiga fotokopi, ukapiga picha, ukawa naye, afu uone sasa Mungu wa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi watu tunajua Mungu hapa anafanya. Kwa hiyo wakati anajibu, unaenda tu pale unatiki hili limejibiwa. Kwa wakati ukifika wenye ushuhuda, wewe unatoka mbele na mshukuru Mungu, nilimwomba gari amenipa gari. Nilimwomba kiwanja amenipa kiwanja. Nilimwomba nipate mume amenipa mume. Bwana Yesu asifiwe. Nilimwomba nipate mke amenipa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila kitu ulicho nacho. Leo unaweza kuwa unaomba maombi mengi, lakini nikikuuliza unaombea nini ujui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Maombi 12 uanze kuyaandaa kuanzia hivi sasa mpaka wiki la mwisho. Mimi ninaamini utakuwa Bwana Yesu asifiwe. Tafuta elimu yako nzuri, sio tafuta tu karatasi lolote. Barua unaandika kwenye karatasi lolote. Lolote tu karatasi, sijui ile daftari la mtoto wa shuleni umeshaisha. Kwani ile elimu inauza shilingi ngapi? Ile elimu moja inauza shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Shilingi 100, shilingi 50. Shilingi 10. Shilingi 100. Mimi nitakupa karatasi bure. Kwanza utaandika. Wangapi wataandika? Sawa. Mashemasi na watakuwa vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Sio vifungo vya shati, nieleweni vizuri. Maana hapa kuna watafasiri wengine. Vifungo. Kuna vifungo vya siri. Bwana Yesu asifiwe. Hali kuna watu wameifunga mikono yako. Narudia tena. Kuna watu wameifunga mikono yako kwamba hakuna kushika milioni 1. Hakuna kujenga nyumba.
Hakuna kunenepa. Halo. Sasa wewe utakuwa una maombi ya kujifungua vifungo. Amen. Ukatoa msomaji utarudi pale Marko, lakini sasa twende Isaya 52. Isaya 52. Huko umechukua karatasi? Isaya 52. Mstari wa kwanza mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema. Amka. 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 Jivike nguvu zako. Jivike nguvu zako. Sayuni. Sayuni. Jivike mavazi yako. Jivike mavazi yako mazuri. Mazuri. Yerusalemu. Yerusalemu. Mji mtakatifu. Mji mtakatifu. Kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliye najisi. Yes. Jikungute mavumbi uondoke uketi. Yerusalemu. Jifungulie vifungo. Jifungulie. Nijifungulie. Ufanyaje? Nijifungulie. Ufanyaje? Nijifungulie. Ujifungulie vifungo. Vifungo vya nini? Vya shingo yangu. Vya shingo yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamama wanajua kuna shingo ya kizazi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hata wewe ujifungulie vifungo vyote. Vifungo vya giza, vifungo vya kichawi, vifungo vya shirikina, vifungo vya kiganga, vifungo vya umasikini, vifungo vya madeni, vifungo vya kila aina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa sababu wewe kama wewe usiposimama kwa zamu yako, haiko kusimama na wewe. Sisi wachungaji tutakuombea, tukishamaliza tunaendelea na familia zetu. Yes. Huko utajua mwenyewe umepona hujapona wewe mwenyewe, kwa sababu hata kama ukipona au urudishi shukrani. Yes. Wala uje kusema kwamba nimepona. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe kama Yesu aliponya watu 10, moja tu ndio wanarudisha shukrani. Kwa hiyo akasema wale wengine kenda wajiatendewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kama unaye baba mmoja ambaye ni Mungu, sasa anakaa ndani ya baba huyo atakuwa anakufuatilia kwamba huyo amefunguliwa. Yes. Anaweza kubeba mambo yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jifungulie vifungo vya shingo yako. Binti Sayuni uliyefungwa. Nani alikufunga? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ani swala linakuja, ni nani alikufunga? Umefungwa lini? Na amekufunga kwa kupitia nini? Je, ni kamba mbichi? Nenda Zaburi 18. Anzia wa 4 mpaka wa 6. Neno la Mungu linasema. Kamba za mauti. Kamba za nini? Za mauti. Kamba za nini? Za mauti. Kamba za mauti. Zilinizunguka maana umezungukwa na kamba za mauti, kwamba kila unalofanya linakufa. Wewe ni shahidi wa maisha yako. Wewe ni shahidi wa mahusiano yako. Wewe ni shahidi wa afya yako. Umefungwa na nini? Ndio maana Mungu aliamua kutuma hili neno kwamba lazima tuingie kwenye maombi ya kujifungua vifungo. Amina. Kila mmoja simame kwa zamu yake. Uwe nyumbani uombe, uwe kazini uombe, uwe njiani, kila sehemu. Biblia inasema ombeni sio mkaingia majaribuni. Ombeni bila kukoma. Maana ombaye neno. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu. Kumbuka alianza na kusema kamba za mauti. Alafu kuna kamba za kuzimu. Maana yake kuzimu wameamua kuleta kamba, alafu hizo kamba zinakufunga. Je, ni kamba za nini? Unafikia kama umefungwa na hizo kamba utajifungua? Virahisi tu. Bila kusimama kwa zamu yako na kutumia mamlaka kwamba nitakalolifungua duniani na mbinguni kwa limefunguliwa. Wewe unaandika hiyo ni Mathayo 18:18. Amina. Wewe endelea kusoma. Msifika mstari wa 6 hapo uache. Mitego ya mauti ikanikabili. Mitego ya mauti. Maana kama kuna mtego umewekewa, wewe utaufungua mtego utakopata. Samson alimfunga na kamba 2 mpya, ambao wataalamu wa Biblia wanasema zile kamba ni kamba ya mauti na ni kamba ya kuzimu. Ndio maana
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na mimi ninaamini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, hiyo kamba iliyokufunga itafunguka kwa jina la Yesu. Amen. Kwa neno la Kristo Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwanakondoo, tutashinda maadui zetu. Amen. Hallelujah. Amina. Samueli wa pili sura 22 mstari kuanzia wa 5 mpaka wa 6. Maana mawimbi ya mauti yalinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Hebu jiulize swali la kibinadamu. Ni roho gani anayekutesa? Ni kamba ipi ambayo imekufunga? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu jiangalie mwili wako. Unanenepa, unapungua. Bwana Yesu asifiwe. Paka imefikia kipindi kuna watu wanakuambia siku hizi una akili, unajiuliza akili imeenda wapi? Imefikia kipindi kuna watu wanakuambia ni mjinga, unaanza kujiuliza swali. Nini kimekukuta? Mbona huko kipindi cha nyuma ukuaga hivyo? Nini kimekukuta siku hizi? Wewe ndio ulikuwa unatenda mema, leo nini kinakufanya unatenda mabaya? Wewe ndio ulikuwa mtii, nini kinakufanya unakuwa sio mtii? Unagundua kuna roho. Paulo anasema nataka kulitenda silitende. Nisilolitaka ndilo ninalolitenda. Sio mimi nile dhambi iliyokaa ndani mwangu. Huyo ni Paulo anasema. Nisije nikawa kuhubiria wengine na mimi nikawa kuacha. Anasema kwa habari ya mtu mmoja ninajua alipelekwa mpaka mbingu ya 3. Baadaye Paulo anasema vita nimepiga, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Amina. Bwana Yesu atupe Mungu. Bwana Yesu asifiwe atupe Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kamba. Yes. Kuanzia leo tutaingia maombi sio ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hao ni ya kuomba bila kukoma, ni ya kuomba kwa bidii. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tutaomba kwa bidii. Kama uko karibu tunaweza tukaja kanisani tukaomba wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiungana 3, 2, 5, 10, wote mtakao kuwepo 20, 100 hivyo. No. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nasema leo tutamwombea mama huyu mpaka tumfungue. Hii roho ya uongo iache. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nadhani mwenesikia na amefanyaje? Amesikia. Wiki ijayo tutaingia kwenye maombi pia ya siku 7 ya bila kufunga na yenyewe. Kwa sababu kama wewe ni mfungwa, maana yake hauna uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unahitaji kupata uhuru wa roho yako, nafsi yako, mwili wako na mazingira yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa pia tutaingia maombi tena ya siku 7 ya kumsihi Mungu, ya kumbembeleza Mungu, ya kumlingana Mungu. Amina. Mungu apate kutukomboa. Yes. Yanaitwa maombi ya ukombozi. Amina. Kwamba Mungu, komboa macho yangu, komboa miguu yangu, komboa kifua changu, komboa familia yangu, komboa watu wangu. Amen. Kwa nini tunaingia kwenye maombi ya ukombozi? Ikiwa Yesu Kristo kwa nafasi ya Mungu alikwisha kutukomboa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi lazima tuandae vitu ambavyo vitatengeneza mazingira kumpa Mungu nafasi ili anapoanza ukombozi iwe ni virahisi, kwa sababu maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Amina. Lazima uandae moyo wako. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wiki lile lingine nadhani itakuwa ni tarehe 7. Hiyo wiki la tarehe 7. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo wiki la tarehe ngapi? 7. Tarehe 7. Tarehe 9 sisi madhabahu utakaso tutakuwa tumefunga saa 12 kwa ajili ya kuliombea taifa letu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Siku hiyo hatutagusa chochote. Hatutakula wala hatutakunywa. Yes. Umesikia? Amina. Itakuwa tarehe ngapi? 9. Tarehe 9 unataka kufanyaje? Kufunga. Na kufanyaje?
na kuomba. Yes. Utaombea nini? Nchi yangu. Nchi yetu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekea na kuniomba, nitasikia kutoka juu mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kabisa. Maana tunahitaji uponyaji kwenye taifa letu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo siku hiyo wewe utakuwa mbele za Mungu. Utakuwa kwenye maombi. Yes. Sasa ukikengeuka, ukaita ule ujuaji ule wa kijanja ule wa mjini, kitakacho kupata mimi sipo. Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Utulie sikio magotini, utulie kwenye maombi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Narudia tena, utulie magotini, utulie kwenye maombi. Amina baba. Narudia tena, utulie magotini, utulie kwenye maombi. Amina. Wakati wengine wanalalamika, wananung'unika, wanazungumza kibinadamu, kimwili, wewe unaenda mbele za Baba. Baba, nchi yangu, taifa langu, watu wangu nawaweka kwako. Amani yako Kristo Yesu itawale. Amani yako Kristo Yesu itawale. Baba, tawala alizii, Baba, isipokee damu tena. Baba, tawala wa Tanzania. Baba, tawala nilokona mimina moyo wako kwa Bwana. Mungu akaponye, machafuko asiwepo. Ni Mungu akaonekane. Bwana Yesu asifiwe. Kila alipopita Yesu alitenda mema. Kwa Mungu akatende mema. Amina. Kwenye ardhi. Amen. Ya Tanzania. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa sababu wewe utakaso nimeshakuka ni wewe mwenyewe. Yes. Sawa? Amina. Sawa? Amen. Wewe mkaga tu asubuhi ndio siku hiyo, nikwambie kweli, siku ya kufunga siku hiyo kwa sababu unaombea kwa ajili ya taifa. Utasikia njaa moja kunisikia. Ila kama unanyonyesha, kama ni mama upo hivi, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utafunga masaa 6. Sasa utachagua. Uanze asubuhi mpaka saa 6 au uanze saa 6 mpaka saa 12. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vipi rahisi? Sasa ni saa 12. Kama ni mama unayefanyaje? Unanyonyesha. Au ni mama unayefanyaje? Sawa? Tumeelewa watumishi wa Mungu? Amen. Kwa sababu mtoto una chakula unachokula wewe hivi. Sawa? Amen. Lakini ingekuwa ni nazo kipindi kile hizi za Yona, funga wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sawa watumishi wa Mungu? Amen. Lakini wewe ambao unajua hata ukila kilo moja ushibi, wewe sio utafunga hivi. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, siku hiyo sasa tuone kama unjaa siku moja itakuua. Wangapi watakuwa tayari kufunga? Amina. Wangapi watasahau siku hiyo watakula? Wapo wakosaji. Ila ukijikuta umekula, achia hapo hapo. Achia hapo. Yeye anakuambia kitu ambacho hakijamii kati nimeokoka. Unaenda hoteli, unaagiza chakula, unaanza kula. Alafu unasikia tu sauti, wewe umefunga. Kola bila kiaje hapo chakula kizuri. Ndio umefika kule ile ladha yenyewe, una vitu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Halo? Unakiacha hapo. Kama unaishi kwenye familia ambayo, kumbuka mimi familia niliotoka ni watoto wa mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hani siku ukifunga ndio unapika vizuri. Hizi kuku jofa na kula sikio mboga yote fu. Sasa wewe ile habari ya kusema kwamba nibakizieni nikifungua nitakula sikio haipo. Halo? Amen. Masaa 12 wewe just ukifunga na shiba. Wewe ndio ukifunga masaa 12 na shiba. Watu wanapiga 72. Watu wanapiga siku 7 kafu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Masaa 12 tu ya kushinda. Eti mama. Masaa 12 ya kushinda. Eti mzee, masaa 12 ya kushinda. Kwa mtaanza kukumbushana. Wewe unatuma message wakumbushe watu. Tarehe 9 siku hiyo tutafunga. Tutakuwa mbele za Mungu, tutamwomba Mungu, tutambembeleza Mungu, tutamlingana Mungu, tutamlilia Mungu, sisi tutatulia magotini. Tutaomba kwa ajili ya taifa letu,
Tutomba kwa ajili ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe watu. Amen. Nadhani kwa hapo maelekezo nimekupa. Yes. Sawa? Amen. Sawa? Sawa? Amina. Yote niliyokuambia kama hujayaandika, viongozi watakuja kuyarudia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Viongozi watayarudia. Lakini kama umeandika afu mwingine hajaandika, basi utampa kopi, sawa? Amen. Sawa? Amina. Kwamba tarehe ngapi tunafunga? Tarehe 9 ya mwezi wa 12. Sija kafunga tarehe 9 mwezi wa kwanza. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasikia Daudi. Tarehe 9 tunafunga. Unatulia magotini. Sawa? Sasa uje utoke siku hiyo na boda litambili tu ufiki kokote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwani mkitulia magotini kuna tatizo gani watumishi wa Mungu? Eti baharia. Mkitulia magotini kuna tatizo gani? Kwanza mbona mimi naona dola? Halo? Kama hii tarehe 29 tulikuwa tumetulia magotini. Kuna chochote kibaya kilikukuta? Watu wako kiliwakuta? Hakuna. Ulikuwa unasikia tu kwa wengine. Mwenye kima akiona jambo huwa anajificha, ila mpumbavu endelea mbele akaumia. Yes. Ndio maana nikakutolea mfano, mimi nitakaa pembeni, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu umeonywa, umeyakataa maonyo. Haya. Unisikia hivi? Yes. Wasaidie. Endelea kusoma ile Marko sura ya 5. Nadhani maelekezo tumeyasikia, walisikia na asikie. Marko 5. Sungona isoma. Nilikuwa nasoma Samueli wa 2. Aliwakwambia rudi kwenye Marko. Marko 5 mstari. Sio umeshaanza kuisoma? Amen. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Gerasi. Walikuwa umeshaanza kuisoma? Amen. Wamemfunga mara nyingi. Mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi. Pepo wote. Yes. Wakamsihi. Hivyo ukimsihi Mungu anashinda kukujibu? Eti Mama Mariam, ukimsihi Mungu anashinda kukujibu? Kama pepo walimsihi Bwana Yesu, afu Yesu akawajibu, wewe ukimsihi Mungu anashinda kukujibu? Mungu kile aliyako muulize hilo swali. Ukimsihi Mungu anashinda. Kama pepo walimsihi Yesu, Yesu akawajibu, akawapa ruhusa waingie wale nguruwe. Wewe mwanadamu uliumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Ukimsihi Mungu, ukimsihi Yesu, anashinda kukupa afya, anashinda kukuponya, anashinda kukupa mtaji, anashinda kukupa familia. Hujataka kumsihi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakamsihi Yesu, wakisema, tupeleke katika nguruwe. Tupeleke katika nini? Nguruwe. Tupate kuingia wao. Akawapa ruhusa. Akawa nini? Ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe. Nalo kundi lote likateremka kwa hadi mmoja. Mimi nasoma na kutana na kitu cha ajabu sana. Wale pepo baada ya kuingia nguruwe akasema kuliko kuwa na mapepo bora tukafe kwenye maji. Kama nguruwe aligoma kukaa na pepo, wewe ni nani unapenda mapepo? Kila siku tu kudondoka. Huoni aibu? Halo. Hivi kila siku tu kudondoka, kila wakati kudondoka. Ni sawa, kuna watu wanaodondoka, sio kila anayedondoka anadondosha na mapepo, wengine ni nguvu ya Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wewe mwenyewe uache tu tabia toko pasiri tule. Uache dhambi zako za siri. Uache kamdomo.
wache kudokoa itakuwa eti nilikuwa naonja. Finyango 5. Jamani. Eti Joy mdogo. Finyango 5 eti naonja kama zimeiva. Kweli? Wewe unaitwa ni wizi, unajibia ni wewe. Hana unaonja kwanza. Ya moto hivyo wewe. Halo? Ukienda dukani kwa watu umeshaiba mchele, umechota. Wewe ni wizi umepewa. Mwache mbadilike. Unakwenda dukani vizuri kununua mchele, umeona. Hujaoshwa ujui mchoka tumenalipa umefungiwa vinanili. Umeingia kwenye mfuko wa sukari. Wewe unakuaje wewe una matatizo gani unaoni pepo? Amina. Amina. Vikipikwa uli. Toka mina mwako. Vikiwa vibichi unaanza. Nimekapo kenda dukani. Kenda dukani ukanunua ukaja wewe hata kama kila mbichi kama kuku au na nili njiwa ndege. Kula. Lakini sio unaenda kwenye duka hapo kama la mama unaanza tu. Mchele mzuri unakula mzuri, unalaza mzuri, wewe mchele tangu unakuwa na ladha jamani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukienda kununua mkao umeshachukua mkao unang'ata una siku zote. Unakwenda kwenye nyumba ya watu wana kichuguu, umeshaanza kuchimba unaanza kula udongo ule. Wewe. Hiyo ni roho. Hello. Hello. Amina. Endelea kusoma. Amina. Wakaingia baharini. Wapata 2,000. Wakafa baharini. 2,000 wakaingia nguruwe 2,000. Yes. Wakaingia baharini wakafa. Yes. Wachungaji wao wakakimbia. Wachungaji wao wakafanyaje? Wakakimbia. Bana nguruwe zimekimbia baharini. Yes. Hivi una biashara yako imekukimbia unaionaje? Familia yako imekukimbia unaionaje? Soma kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pesa hazitanitoroka. Ngoja nikupe ufunuo. Yes. Wale nguruwe waliingia na pepo. Afu nguruwe kuna wasingekimbilia nyumbani wakakimbilia kwenye maji ili wafe. Pepo akikimbilia pesa zako zote zinafanyaje? Na wewe zinaisha zote. Pepo akiingia kwenye mwili wako. Mara nyingi nilikufundisha nikikwambia mashetani yanapenda kukaa ndani ya mwili wa wanadamu kwa sababu damu ni chakula kikubwa cha mashetani. Yes. Hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ijapokuwa wataalamu wa mambo ya roho wanasema chakula kikuu cha majini ni uwanja. Sio uwanja wa kucheza mpira, uwanja ule wa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu mmoja tuseme tunaupaka. Sijakwambia usiupake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama una mamlaka siweza kukomboa. Tumishi usiweke wanasema siweke unione za bandia, sijui vile hivi. Nisikufundishe masala hayo. Amen. Narudia tena. Amen. Kwa sababu haya usibandike kitu juu ya kitu, sio hivyo? Hiyo nguo yako umebandika juu ya nini? Ulitokana tumboni mwa mama yako? Hapana. Watu wanasema usisuke, sio hivyo? Ndio. Lakini kuna watu bora wakasema msioto kujipamba nje kwa sababu mtu wa zamani alikuwa akienda kusuka anatumia milioni moja. Hafa anatumia muda. Akiza kwako tatukichwa. Milioni. Sasa Paulo akasema sasa kuliko kukosa sadaka zote zinaishia kwa wasusi. Usijipambe kwa nje. Hasa walikuwa wanaambiwa watu gani? Walikuwa wanaambiwa Korinto ni sehemu ambayo ilikuwa ni tunasema kisiwani. Dada poa pale walikuwa kutosha. Walikuwa wanafanya biashara ya bili yao, makahaba. Amina. Kwa lazima uchue. Nywele ni utukufu wa mwanamume kwa mke wake. Hali mwanamke ukiwa na nywele, mume wako. Uje usome kitabu cha wimbo ulio bora. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wimbo ulio bora. Uangalie kwamba zile kope kwanza. Uangalie yale macho yale. Halo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina baba. Unapata mtikesti. Tumisha naongelea nini kuhusu mapambo. Sikia alikwambia kitu.
anasema sijui kusuka sijui ni dhambi. Ndio. Mwingine anakuambia kunywa soda ya Coca ni dhambi. Yes. Mwingine anakuambia kula bata ni dhambi. Ndio. Mwingine anakuambia kuoa ni dhambi. Ndio. Mwingine anakuambia kuoa wanawake wanne ni sunna. Ndio. Tushike likwao sasa. Bwana fanya la kwako ndio uliweza. Mimi sijakosa ujumbe wa kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke pendeza. Nasema hivi, pendeza. Amina baba. Sasa wewe ndio unanuka ile majasho ili kwa sababu unanyonyesha. Hivi. Mwako akija kuona imekaa hivi huko kwa wengine umeacha. Ndio kwa sababu unanyonyesha ukuta sasa maziwa yametengeneza mimi mchilizi na hivi. Manyoya yani mwanamke akusogezea kichwani hivi anuka nywele ukuta nywele zinanuka. Unasikia tu? Unamuuliza mwanamke nini? Anakuambia hamna kwa sababu anakupenda. Amina. Mwanamke? Safi. Pendeza. Yes. Mwanamke? Mwanamke? Pendeza. Mwanamke? Pendeza. Mwanamke? Pendeza. Bana pendeza. Mimi nimekuruhusu. Yes. Mwanamke pendeza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wamejificha wanajifanya wani watakatifu sana wanavaa mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey, ndugu kutana kwenye kona huyo. Asinione. Mwanamke? Daudi, mke wako afanyaje? Pendeze. Sawa? Siku moja tu unatoka unaona unafuatilia kwa mbalimbali hata nani atamsogelea. Halo? Mwanamke? Pendeza. Mwanamke? Pendeza. Pendeza. Sisi wana utakaso. Ndio. Sisi wana nini? Wana utakaso. Kazi yetu ni kufanyaje? Pendeza. Pendeza na kutakasika tu. Kabisa. I say, hakuna kitu kizuri kama kupendeza. Sana. Unajua ukipendeza? Ndio. Unavutia. Sana. Hapo hadi mtu hadi kwanza unalaza kuangaliwa. Hadi mtu akianza kuangalia hivyo sasa. Ndio. I say, nilikuwa kama huyu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pendeza. Yes. Wangapi wananiahidi 2026 watu wataanza kupendeza. Pendeza kwa jina la Yesu. Amen. Pendeza kwa jina la Yesu. Amina. Pendeza kwa jina la Yesu. Amen. Pendeza. Amina. Umesikia? Amen. Anza kubadilisha. Ni bora una vitu vichache imara kuliko kuwa na vitu vingi vibovu. Yes. Umesikia? Amen. Unanunua maronya ya nini hayo? Unanunua libausi kama limetafunwa na ndama bwana. Hiki ni bei rahisi nitaki huo hata ukivaa nguo nyosha vizuri. Kama una pasi inanilitoa pale kwenye maji ikumuta yanike pale bana libanio inakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nguo tunavuta vuru. Unavaa. Wewe mwenyewe begi yako unajua linalieli mfungishia gazi kaje unajua. Lika. Pendeza. Bwana Yesu asifiwe. Pendeza. Amina. Pendeza. Amen. Hebu ukiona kwamba mwanamke Esther mwanamke mrembo uzuri wa asili. Yes. Unajua kuna mwanamke ana uzuri wa asili. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio bwana yule ukitaka kuoa mwanamke usimkute ameshatoka nyumbani. Mzizuko tena nyanyuka. Ndio sura yake halisi. Kama huwa analala wale watokotongo wao wanatoka utakutana naye. Ni wala kuna kipindi cha uchumba. Kuna watu wanatoka watokotongo wao. Wanataka udenda. Udelele. Na wao wanatoka hivi ndani. Nataka hiyo watokotongo ndio utaandika mstari kabisa hivi. Wanaweza wasifi? Halo? Amen. Kutasiku mwanamke yuko hivi. Basi wewe kweli unirudi. Wanaweza wasifi? Mwanamke pendeza. Wana utakaso. Wana utakaso. Yaani mimi ninatamani. Hebu anza kuvaa vile viatu vya gorofa vile. Nani anavijua? Nani anavijua viatu vya gorofa? Iko jambo hili. Kuna kutembelea sasa.
Kama hujui kutembea, kuna vitu viwili, mifugo. Sivyo jamani? Bwana Yesu asifiwe. Mifugo. Kaangalie bata anapotembea. Hadi bata anatembea kwa kujenga kile kiuno chake. Anarudi hivi. Anarudi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ukishinda kuangalia bata, mwangalie paka kanapotembea kanaweka miguu yake. Bwana Yesu asifiwe. Sio unatembea vizuri kwa malingo. Sasa unatembea. Unatembea kama unarudi nyuma. Umenisikia? Umenisikia? Amina. Uchafu ni maroho. Yes. Ni mapepo. Mapepo yanapenda uchafu. Mwanamke, pendeza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaambiwa Edeni kuvaa ni dhambi. Ndio. Imeandikwa wapi? Kusuka ni dhambi. Ndio. Imeandikwa wapi? Kusuka sio dhambi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata kufuga rasta sio dhambi. Amina. Ezekiel alikuwa na rasta. Samson alikuwa ana rasta. Bwana Yesu asifiwe.